Naam, asante sana. Katika siku ya leo ninapenda kuwasalimu watazamaji na wasikilizaji kupitia chaneli yetu, lakini pia ninapenda kuwatakia heri ya mwaka mpya. Ni mara nyingi sana tulikuwa nanyi kwa mwaka 2025 na hivyo kwa neema ya Mwenyezi Mungu ametusaidia kufika mwaka 2026. Jina lake na litukuzwe. Lakini hii ni Januari ambayo kwa kawaida Waadventista wa Sabato ulimwenguni huchukua muda wa siku 10 kwa ajili ya kujiweka wakifu kwa mwaka unaoendelea. Hii ni kanuni na ni mfumo ambao wao wamejiwekea. Lakini pia si kwa ajili ya kwao tu peke yao. Pia wapo watu ambao tunawaalika kutoka madhehebu mbalimbali na kutoka sehemu mbalimbali, na hii iko kwa ulimwengu wote. Kwa hiyo kuna watu kutoka Kenya watakuwa na programu hizi, Uganda watakuwa na programu hizi, Nairobi watakuwa na programu hizi, South Africa, Marekani, Brazil watakuwa na programu hizi. Dunia nzima itakuwa kwenye siku 10 za maombi. Na hivyo ninapenda kualika wasikilizaji na watazamaji kupitia programu hizi za siku 10 za maombi tujiunge nasi ili kuweza kuona namna gani ambavyo Mungu anafanya miujiza na namna gani ambavyo Mungu anashughulikia changamoto mbalimbali za watu wake. Hivyo ninakualika kila siku kuanzia tarehe 7 hii Januari 2026 tutakuwa na vipindi vitakavyokuwa vikiendelea vya maombi, na tutakuwa na kwa Tanzania tutakuwa na mchungaji mwenyekiti wetu wa Lake Tanganyika Field anaitwa Steven Ngusa, na ninawaalika sana kama itakuwa pengine umeona kwamba muda huu umekubana sana na uko busy sana, lakini pia unaweza ukatufuatilia kupitia channel yetu hii ili pia uweze kubarikiwa na wewe. Lakini pia kama unaweza kujiunga kwenye channel inayoitwa Bigo Live, tutakuwa hewani live kabisa. Hiyo YouTube tutamani kuwa live, lakini kwa sababu ya changamoto ambazo zimejitokeza hatuwezi kuwa live. Lakini pia tunayo channel nyingine ambayo tumeifungua inayoitwa Bigo Live. Hii itakuwa hewani na ninaamini Bwana anaweza akatubariki kwa sababu hii itakuwa inasambaa katika dunia yote. Nchi zaidi ya 23 watakuwa wakifuatilia mafundisho kama haya. Kwa hiyo ninawaalika sana na Mungu awabariki pale mnapojiandaa kwa ajili ya mikutano hii makini, katika mikusanyiko hii makini, katika siku hizi 10 makini kwa ajili ya wokovu, kwa ajili ya kumletea Mungu changamoto zetu, mahitaji yetu. Mtu mwingine anaweza kaniuliza kwa nini siku 10 za maombi? Kuna umuhimu gani kwenye siku 10 za maombi? Ukisoma kitabu kile cha Isaya 55 na fungu lile la 5, Mungu anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Yeremia 33 fungu lile la 3, neno la Bwana linasema kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo magumu makubwa usiyoyajua. Hii inaonyesha kwamba kuna vitu wakati fulani huvijui, kuna changamoto wakati fulani unazipitia huzijui. Kwa nini unazipitia? Lakini njoo katika siku 10 za maombi, Bwana atakuonyesha kwa nini unazipitia. Mungu akutie nguvu na Mungu akubariki kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.